kidogo juu. Mapenzi yaonekana kwa mtu, ukimwona amekula mwenyewe mapenzi hana, ukiona mtu anakula mwenyewe mapenzi hana. Sasa mimi napendelea siku ya Eid tuchangie, na ndio kusudio la Eid, watu wachangie kwa pamoja ili mapenzi yaongezeke. Ndugu zangu wasikilizaji, kwa kifupi ni kwamba programu tunayo itakuwa ni programu kubwa kuombea nchi. Programu ya pili itakuwa ni michezo baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kwa nini? Hii imetokea baada ya wandugu zetu wa pasta, viongozi wa makanisa tofauti wametuomba ili ionyeshe umoja, tuonyeshe umoja wetu, tuweke mpira. Tukasema hamna shida, wamejipanga tucheze mpira katikati ya washekhi na katikati ya wapasta au viongozi wa Kikristo. Tutakuwa nao pale, watakuwa na timu yao, na baada ya hapo wenyewe wametupatia kikombe ambacho naona hapo ni kikombe. Pasta mmoja amejitolea akasema, hiki mkitushinda Waislamu mnabeba, tukiwashinda tunakirudisha kwetu, lakini mtupatie ng'ombe na nyinyi muonyeshe kama mko siri. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ambacho kinaeleza amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Ndugu zangu wasikilizaji na wanayotuona, tuko hapa kwa ajili ya kuwaomba watu wote wa Burundi tuhudhurie katika mkutano mkubwa, sherehe ya Eid ambaye itafanyika katika mkoa wa Butanyerera, komini Ngozi, katika uwanja wa Stade Gasaka. Kila mara Waislamu tunasherehekea Eid pale, lakini mara hii tumeomba tuwe wengi zaidi. Patakuwa programu ya kuswali kawaida, na baada ya hapo patakuwa programu ya kuombea nchi yetu ya Burundi, amani na utulivu na usalama. Swali inaingia hapo, je, Burundi hakuna amani? Ipo. Burundi hakuna usalama? Upo. Lakini ni jukumu yetu sisi kumuomba Mungu hii amani idumu, iendelee, na hii usalama tunao uendelee, udumu. Ni kwamba mimi kama Muislamu nakumbuka Mwenyezi Mungu anatuambia, wala in shakarutum la azidannakum, mtakaposhukuru kwa kile kidogo ambacho nimewapa nitakuongezeeni. Ni kusema kila mtu hapa anatamani Mungu atuongezee amani. Hii amani tuko nayo iongezeke, idumu. Ndio maana tumeweka hiyo siku, watu wanyanyue mikono yao, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wakimlilia Allah hii amani ambayo tunayo, huu usalama ambayo unao udumu, uendelee. Ni programu kubwa sana ya kuombea nchi amani, ambayo ni amri. Kuombea mwenzako, kujiombea ni amri kwa Mungu. Mungu anasema, ud'uni astajib lakum, niombeni nitakujibu. Na sitaki mtu ambaye anafanya kiburi, anakataa kujiombea, anakataa kuombea wenzake, anakataa kuombea nchi yake. Ni kusema tunaingia katika ibada juu, ad-du'a al-ibada. Rasul Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema ad-du'a al-ibada, kumuomba Mungu ni ibada, ni amri. Unataka ustaki, lazima uombe Mungu. Ikiwa utakataa kuomba Mungu, Mungu atakuadhibu. Na Rasul Muhammad sallallahu alayhi wasallam alituambia, la yaruddu al-qadha illa dua. Hakuna mtu anayeweza, hakuna kitu kinachoweza kugeuza kadara ya Mwenyezi Mungu kwa waja wake isipokuwa tu dua. Mungu inawezekana kuwa amekadiria kuwa utakuwa maskini kabisa, ameshaandika, lakini Mungu ukimuomba anakubadilishia. Badala ya kuwa utaishi milele huko maskini, unakuwa boss. Kwa hiyo kumuomba Mungu ni amri, kuombea nchi yetu ni amri, kujiombea ni amri, kuombea wenzetu ni amri. Ndugu zangu wasikilizaji wanaotuona, hii programu inafanyika kila mara, kila mwaka naifanyaga katika Stade Gasaka, nikipokea watu wetu kutoka kijiji cha Gatonde, wanajulikana Gatonde, Vyegwa, Nini, Rwizingwe, Mivo, Karungura, Gitasi. Hao ni watu ambao wanajulikana, watu wa maskini wasiojiweza, wanatembea huko kwa kunifuata, wanasema mzazi wetu. Nasema kweli, niko mzazi, siwezi nikakataa, lakini
wananiheshimu kwa kweli. Nikiwapigia simu wanakuja wote kwa adabu, wanatembea na miguu, wanaingia kwenye stadi Gasaka. Waislamu wengine wakimaliza kuswali wao wanaondoka, lakini nabaki nao watu, nakaa nao na wakirimu. Kwa hiyo hii experience niko nayo juu, kila mara wanakuja Ertimo au wanakuja pale mstadi, tunachangia kile kidogo juu mapenzi yaonekana kwa mtu. Ukimwona amekula mwenyewe mapenzi hana, ukiona mtu anakula mwenyewe mapenzi hana. Sasa mimi napendelea siku ya Eid tuchangie, na ndio kusudio la Eid, watu wachangie kwa pamoja ili mapenzi yaongezeke. Ndugu zangu wasikilizaji, kwa kifupi ni kwamba programu tunayo itakuwa ni programu kubwa kuombea nchi. Programu ya pili itakuwa ni michezo baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kwa nini? Hii imetokea baada ya wandugu zetu wa pasta, viongozi wa makanisa tofauti wametuomba ili ionyeshe umoja, tuonyeshe umoja wetu, tuweke mpira. Tukasema hamna shida, wamejipanga tucheze mpira katikati ya washekhi na katikati ya wapasta au viongozi wa Kikristo. Tutakuwa nao pale, watakuwa na timu yao, na baada ya hapo wenyewe wametupatia kikombe ambacho naona hapo ni kikombe. Pasta mmoja amejitolea akasema, hiki mkitushinda Waislamu mnabeba, tukiwashinda tunakirudisha kwetu, lakini mtupatie ng'ombe na nyinyi muonyeshe kama mko sirie. Tukawaambia hamna tatizo, ng'ombe tunayo kubwa. Vile vile atakayeshinda tutampatia ng'ombe, na katika watakaoshinda mpira katikati wa jeshi juu pako mpira mwingine ambao utaanza katikati ya jeshi na polisi. Hiyo mpira nayo tafanyika, atakayeshinda mpira huo atapewa ng'ombe kubwa katika ng'ombe zote ambazo tutachinja siku ya Eid. Kwa hiyo ndugu zangu, hii programu baada ya mpira tutakuwa na michezo mingi tofauti ambayo inajulikana, akrobatiki, mashindano ya kula, mashindano ya kucheka, mashindano ya kulia, ya kukokota kamba, ya mashindano ya kunywa tofauti. Lakini tukimaliza hapo tutaingia katika programu kubwa ya kuombea nchi yetu amani. Kila anayeongoza watu kanisa, church, msikiti ataomba naye nyanyue mikono, tumuombee Mungu, tuombe Mungu atukubalie dua zetu, tuombee kila mtu kuombee, na tujiombee sisi wenyewe, na tuombee nchi yetu ya Burundi. Hii amani tunayo, hii usalama unayo, uendelelee. Kwa hiyo ndugu zangu, changamoto inakuja sasa kusanjira au kuchangia kula pamoja. Hii kula pamoja ni amri ya Allah, ni bora zaidi mule pamoja, inasababisha mapenzi baina yenu. Kwa hiyo sisi mara hii tutakuwa na ng'ombe zaidi ya 500. Hii imeshtua watu. Kisalita umetoa wapi pesa? Na kuwapia wallahi Waislamu wa Burundi tukiamua tuna ng'ombe mwinchi zaidi ya 2000. Nasema wallahi na hapa tuna ng'ombe zaidi ya 2000. Tukiamua tunaingiza kwenye stadi, watu wanakula, sio zangu, kinajulikana. Ng'ombe zinaingia nchini kutoka Saudi Arabia, kutoka Omani, kutoka Kuwait, kutoka Qatar, United Emirates, Amerika inaleta, Swiss Baraka inaleta. Hizo ng'ombe zote zinakusanyika katika hii nchi. Ni kusema zile 500 zikiwa ndogo tutaongeza. Hapa ndio changamoto. Watu wamenipigia simu, sheikh watakulae. Niambia hapana, kila mtu atakula nyama, asituulize maji. Maji haijapatikana, lakini nyama tunazo, na tumepata bahati. Kuna jeshi pale, kuna mkubwa anayeongoza pale ni Dokol, tayari ameshatuazima fasi pa kuweza kupikia na kuweza kuchinjia. Ni kusema msiwe na tatizo, wao wenyewe watatusaidia kwa kupika na kuchinja. Pia tuna kipolisi iko pale, tumeongea na viongozi, wamesema kweli programu kubwa kama hii ya kuombea nchi ya amani lazima sote tusimame ifanyike, juu ni amri ya Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu wasikilizaji au waonaji wanaotuona, hii msiwe na tatizo, watu watakula nyama za kubaki, wakisha shiba ndio wapeleke nyumbani. Na programu hiyo itafanyika Ngozi Stadi Gasaka, na baada ya hapo tutaendelea katika mkoa wa Gitega au kwenye Gitega inshallah. Kwa hiyo nashukuru sana, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair, nikiomba Mungu Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kila mtu anayetuona afikirie hichi kitu kinakuhusu au hakikuhusu.
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.